Sasa tuje kwenye asasi yako ya kiraia. Umesema inahusiana na masuala ya uwezeshaji wa wanawake. Unafanya nini kwenye hiyo asasi? Kwenye hiyo asasi sisi tumejitanabaisha sana na wanawake na vijana wale wanaitwa kwenye grassroots, mashinani, wale ambao kwenye mashina si ndio tuko nao, kwa sababu kwanza huko ndio ambako kuna umaskini wa kukithiri. Pili, huko vile vile ndio kwenye ukatili wa kijinsia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ya ule unyonge wa kuwa hawana fedha, hawana uwezo wa kile na kile. Na huko ndio ambako hakuna elimu ya kutosha ya masuala ya ujasiriamali na masuala ya sheria na haki zao. Kwa hiyo tunachofanya sisi ni kuwapa uwezo wa kuelewa elimu. Kwa mfano, tunafanya seminars mbalimbali, tunawakusanya, tunaongea nao juu ya ujasiriamali. Tunawaunganisha na watu wa huduma za kibiashara. Kwa mfano mabenki, kwa mfano taasisi zinazosajili makampuni, kwa mfano watu wanaosaidia kwenye masuala ya kutafuta masoko, huduma mbalimbali, insurance, bima, masuala ya uwekezaji. Kwa mfano tunawaunganisha na watu wanaotoa fursa za uwekezaji kama akiba za uzeeni na zile za kawaida. Sasa sisi ndio maana nzima ya network. Tunahakikisha kuwa hawa wanawake wanafunguliwa macho, wanatambua nini kiko kwenye jamii ambacho na wao kinaweza kikawasaidia. Umesema unafanya kazi mashinani kwa Tanzania. Unaenda mikoa yote ya Tanzania ama kuna baadhi ya mikoa? Lengo ni kwenda kila mkoa. Sasa hivi tuko mikoa 13. Tunaenda kidogo kidogo. Na tuko Tanzania bara na tuko Tanzania visiwani. Tunawashirikisha serikali za mitaa. Kwa mfano tunafanya kazi na halmashauri. Tunafanya hata wizara zinatutambua. Kwa mfano wizara ya nishati, ambayo sisi kwa sababu tuko kwenye kushughulikia masuala ya kutoa elimu juu ya nishati safi ya kupikia, yale maeneo yote ambayo serikali imejikita kama vipaumbele, na sisi tunaenda huko, lakini tukifanya kazi kama asasi sio kwa kiserikali, kwa sababu na sisi tuna nafasi yetu. Kwa yale ambayo serikali imeyapanga kuyafanyia kazi, na sisi tunayafanya kwa kusaidia zile nguvu za serikali. Kwa watu ambao mnawasaidia, ni makundi maalumu ama ni kila mtu? Tunasaidia wanawake, vijana na watu wenye kuishi na ulemavu, watu wenye kuishi na ukimwi, na lengo ni kuhakikisha kuwa hakuna anayeachwa nyuma. Tunahakikisha kuwa wamejumuishwa wote katika fursa za kimaendeleo. Kwa sababu wote hawa wanahitaji kuendesha shughuli zao za kiuchumi, wote wanahitaji kujua haki zao, wote wanahitaji kupata masoko kwa ajili ya bidhaa zao, wote wanahitaji ujuzi wa jinsi gani ya kufanya biashara vizuri zaidi, na wote wanahitaji kujua jinsi ya kuongea na serikali kutetea haki zao, au kushauri serikali mambo gani ambayo wao yatawasaidia serikali kiyafanya, kwa maana ya sera, kwa maana ya sheria na mambo mengine yote ambayo wao wanahitaji serikali yafanyie kazi. Mpaka sasa unaweza kusema mmepata mafanikio yoyote? Tumeanza tangu 2020. Taasisi imesajiliwa mwaka 2021, lakini imezinduliwa rasmi 2022, na tumepata mafanikio mengi. Mpaka sasa hivi tumeweza kufikia tunaweza kusema wajasiriamali au watu 10,000 kwa hii miaka minne ambayo tunaizungumza, na tunaendelea. Na tulichoweza kufanya ni wengi tumeunganisha na mabenki. Kwa mfano wengi wamepata mafunzo ya ujasiriamali, wengi wanajikita kwenye hizo biashara. Kwa mfano nishati safi, sasa hivi sisi tumehamasisha sana masuala ya kutumia nishati safi. Kama unavyojua, watu wengi wanaotumia nishati ambayo ni chafuzi ni hawa au maskini. Wanapika na kuni. Sasa kuni, mkaa, sisi tuna slogan yetu, tunasema kuni na mkaa sasa basi. Kwa hiyo sasa hivi tunahamasisha sana kutumia nishati safi, na vile vile wao wenyewe wawe ni kama watengenezaji au wabunifu wa hizo nishati safi. Kwa mfano tunajua kuna briquettes au mkaa mbadala. Tunataka wao wenyewe ndio wajasiriamali wa hizo. Badala ya kuletewa wapikie, tunataka na wao wawe sasa wajasiriamali, wanautengeneza, wanauza. Lakini kuna masuala ya gesi, tunataka wawe wasambazaji wa gesi. Kuna masuala ya majiko banifu, tunataka wao wenyewe vile vile aidha wayatengeneze au wawe wasambazaji wa majiko, kwa hiyo wafanye biashara.
Lakini kuna masuala ya majiko ya umeme ambayo sasa hivi ni yanazingatia mazingira zaidi. Hayatumii umeme mwingi lakini hayachafui. Kwa hiyo tunataka na wao pia washiriki katika kuwa wawekezaji katika hizo. Wasiwe tu ni watu wa kutumia nishati nzuri kupika vizuri zaidi na kuendelea kubaki jikoni. Changamoto gani mnazipitia katika kufanikisha lengo ambalo mnataka kulifikia? Changamoto kama unavyojua, asasi nyingi huwa hazina rasilimali fedha. Lakini vile vile kuna rasilimali watu. Zamani asasi nyingi zisizokuwa za kiserikali zilikuwa zinapata ufadhili mwingi sana kutoka nje. Lakini kama tunavyofahamu, kadri miaka inavyokwenda ufadhili wa nje unaenda ukipungua. Na matokeo yake inabidi sasa tujiongeze. Kwetu Tanzania tunasema kujiongeza. Kujiongeza ni kuangalia sasa tutumie njia gani mbadala tuweze kupata hizi rasilimali tuendeshe shughuli zetu bila kukoma. Kwa hiyo tumefanya ubunifu ambao kisheria unaturuhusu wa kuanzisha kampuni ambayo haitakuwa ikizalisha faida kwa ajili ya kugawana, lakini itakuwa inazalisha faida kwa ajili ya kurudisha kwenye NGO. Iweze kujiendeleza bila kukwama, na sehemu fulani ya hiyo pesa itumike kuendesha hii biashara au hii kampuni, na nyingine tuwekeze kwa matumizi ya baadaye. Kwa hiyo ndio ufumbuzi tuliokuja nao katika hiyo changamoto ya kuwa hatuna fedha.